Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaitazama miujiza aliyoifanya Yesu Kristo. Na leo tuko katika muujiza mwingine pia. Tunaupata katika Injili ya Luka sura ya 4 kuanzia mstari wa 31. Unasomeka hivi: akashuka mpaka Kapernaumu, mji wa Galilaya. Akawa akifundisha siku ya Sabato. Wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa kuwa neno lake lilikuwa na uwezo. Na ndani ya sinagogi kulikuwa na mtu mwenye roho ya pepo mchafu. Akalia kwa sauti kuu akisema, acha, kuna nini nawe, Yesu wa Nazareti? Umekuja kutuangamiza? Na kujua unani mtakatifu wa Mungu. Yesu akamkemea akisema, fumba kinywa, mtoke. Ndipo yule pepo akamangusha katikati, akamtoka, asimdhuru neno. Mshangao ukawashika wote, wakasemezana wakisema, ni neno gani hili? Maana hawaamuru pepo wachafu kwa uwezo na nguvu, nao hutoka. Habari zake zikaenea kila mahali katika nchi ile. Amen. Pendwa mtazamaji wa MHAE TV, hapa tunakutana na muujiza mwingine tena kama nilivyokuambia. Muujiza wenyewe ni wa kuponywa mtu aliyekuwa na pepo. Akiwa ndani ya sinagogi Yesu anafundisha, kawa na mtu mwenye pepo ndani yake. Pepo hili likiwa ndani ya huyo mtu likamtambua Yesu. Akasema, tunakujua wewe ni mwana wa Mungu. Yesu akamkemea yule pepo akamwambia, fumba kinywa, mtoke huyo mtu. Basi yule pepo akamwangusha yule mtu chini, halafu pepo akamtoka. Ndipo watu wakashangaa, wakaona, wakasema, anawafukuza watu kwa mamlaka na kwa uwezo. Watu wakashangaa mno. Lakini yule mtu akapona, akawa mzima. Kwa hiyo watu wakawa wanashangaa, na habari zake za kuponywa wakazieneza kila mahali katika nchi ile, kwamba amekuja mtu mwenye mamlaka, tunashangaa na kemea hata pepo nao wanatoka. Kwa hiyo huu ulikuwa ni muujiza wa kuponywa kwa huyu mtu aliyekuwa na pepo ndani yake, na hili pepo lilikuwa limemtambua Yesu. Mambo muhimu hapa ni kwamba, jambo la kwanza ni kwamba pepo wanamtambua Yesu, wanamjua Yesu. Kwa nini? Kwa sababu walitoka mbinguni. Kwa hiyo wanamjua Yesu. Na jambo la pili ni hili, kuponywa kwa huyu mtu aliyekuwa na pepo. Huyu mtu aliyekuwa na pepo, yeye hakuomba msaada kwa Yesu wa kuponywa wala nini. Yeye wala bila shaka alikuwa hajui kwamba ana pepo ndani yake. Lakini ndipo Yesu akamkemea yule pepo, akamtoka. Yule mtu akapona na watu wakashangaa. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukawa na pepo usijue kwamba una pepo, lakini Yesu akitokea, pepo linajua kwamba Yesu amekuja. Kwa hiyo akishajua Yesu amekuja, basi anaanza kuhangaika na mwisho Yesu anakuja mbali. Jambo la mwisho hapa ni mshangao wa watu. Mshangao wa watu. Watu wanamshangaa Yesu anaponya au anafukuza pepo kwa mamlaka kabisa. Wanashangaa. Yesu ni mwenye mamlaka. Yesu ni wa ajabu, ni mtenda miujiza. Kwa hiyo ilikuwa lazima hawa kushangaa. Kwa hiyo hata wewe ukitaka, Yesu anaweza kukushangaza. Kwa nini? Kwa sababu amejaa mamlaka ya Mungu ndani yake. Ana uwezo wa kufukuza mapepo, ana uwezo wa kufukuza magonjwa, ana uwezo wa kufanya lolote. Kwa nini? Kwa sababu ni mwenye mamlaka. Basi mpende huyu Yesu, mwamini, mkubali, atakufanyia makubwa katika maisha yako. Naomba tukutane tena katika kipindi kijacho, na Mungu akubariki sana kwa kufuatilia kipindi hiki. Amen.